Huku duniani tunakutana na familia ambazo watu wanapendana sana. Kusikia udhaifu wa hiyo familia kwa namna moja, kwamba hao watoto walifundishwa upendo katika umri mdogo sana. Hakuna mtu mwingine nje ya nyumba ile inaweza kuwastiri kama ndugu zao. Wazazi wao waliombea watoto wao kwenye madhabahu za Mwenyezi Mungu. Walifundishwa wakiwa wadogo kupendana. Watu wale walisuluhishwa matatizo yao katika sauti za wewe. Kama ni mzazi, hata wewe unaweza kufanya hicho kitu kwa watoto wako. Tusemezane. Huku duniani tunakutana na familia ambazo watu wanapendana sana, wanathaminiana sana, wanasaidiana sana. Yaani jambo likiwa la kaka mtu wanashikana, jambo likiwa la mdogo mtu wanasaidiana, jambo likiwa la dada mtu wanafanya kwa moyo, na wala hujawahi kusikia udhaifu wa hiyo familia kwa namna moja au nyingine. Hiyo familia, hawa watoto unaowaona walikuwa na baba na mama, ambao baba na mama zao kuna vitu walivifanya kwa watoto wao. Kuna vitu vya aina mbili kwenye malezi. Sawa, kuna malezi ya kawaida haya tunayoyafanya, na kuna imani. Sawa, kwamba hao watoto walifundishwa upendo katika umri mdogo sana, na kuambiwa kwamba wanatakiwa kushikana kwa sababu wao ni ndugu. Sawa, katika umri mdogo pia wazazi wao waliwajumuisha kwenye vitu mbalimbali ambavyo vinahitaji wote wawe pamoja. Sawa, kwa ajili ya upendo, kwa kuwajumuisha kwenye kazi za pamoja, kwenye kusali pamoja, kufanya ibada pamoja, kuonyesha kwamba hakuna mtu mwingine nje ya nyumba ile inaweza kuwastiri kama ndugu zake. Sawa, pia kwenye imani, wazazi wao waliombea watoto wao kwenye madhabahu za Mwenyezi Mungu. Waliwakabidhi watoto wao kwenye madhabahu za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama wewe ni una admire familia za watu unavyoziona huko, na wewe ni mzazi unaisema natamani labda familia yangu ingekuwa kama watu wale. Watu wale walifundishwa wakiwa wadogo kupendana. Watu wale walisuluhishwa matatizo yao katika sauti za upole, kwenye kugombezwa pia na kuelekezwa. Vyote vilifanyika. Watu wale walibebwa na wazazi wao na kukuzwa na wazazi wao kuwa mbegu njema. Wewe kama ni mzazi, hata wewe unaweza kufanya hicho kitu kwa watoto wako kama wewe ulikikosa kwa wazazi wako. Kwa kufanya hivyo ni kwamba kuwajali watoto wako. Achana na kuwajali kwa kununulia tablet au nini. Hapana, bali kujali kuhusu matatizo yao, kujali kuhusu hasira zao, kujali kuhusu mahusiano kati ya mtoto na mtoto, mahusiano kati ya mtoto na dada wa kazi, mahusiano kati ya mtoto na walimu. Hivyo ni vitu vyote hivyo vinamuequip huyu mtoto kuwa human being. Kujali na kumfundisha sympathy ya kuwa nayo kama binadamu, kujali. Sawa, hakikisha kama mzazi unatengeneza good foundation ya mtoto wako, sio tu for your own sake kama mzazi, but for their own sake kama binadamu, ili kesho na kesho kutwa wakitoka mikononi mwako, wakikutana na watu huko duniani, wanasema watoto wale walilelewa sahihi, watoto wale walikuzwa vizuri, watoto wale wana Mungu, watoto wale mzazi wao alifanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu usipofanya hivyo utaendelea kuwa na dosari kwenye moyo wako kwa kuona kuna watoto wana bahati, kumbe hizo bahati ni kutokana na foundation iliyotengenezwa na wazazi. Kwa hiyo wewe kama ni mzazi na una admire malezi mazuri ya wazazi wenzio, iga formula na uapply kwa kwako. Toa zile trauma ulizokuwa nazo za utotoni, usizipandikize kwa watoto wako. Kwa sababu ulikuwa unagombezwa, unatumia sauti kali, usifanye kwa watoto wako. Ile distance ambayo ulikuwa unaifeel kwa wazazi wako, hakikisha watoto wako hawaifeel. Ni kwa sababu ya kutengeneza good foundation ya mtoto wako. Shosti! Tusemezane.